sana na wakaingia katika sehemu ya tukio ambalo walikuwa wanatarajiwa kufanya mchezo wao, lakini tutajua hapo baadaye. Kumbuka huu ni mchezo ambao kidogo umeleta mshawasha miongoni mwa jamii na kupelekea tangu jana usiku kuwa na hali ya mshike katika lango kuu la kuingia ile shule ya Melvin Jones pale eneo la Rongai, kaunti ya Nakuru, na ikapelekea mwandalizi wake ambaye ndiye mtunzi Cleophas Malala, huyu aliyekuwa katibu katika chama cha UDA, kuzuiwa na maafisa wa polisi kuingia pale, lakini baadaye alikamatwa na kupelekwa hadi katika kituo cha polisi cha Eldama Ravine. Hivi sasa tunawasiliana na mwanahabari mwenzangu Ken Gashuhi ambaye tunaarifiwa kwamba pia yuko maeneo ya Eldama Ravine kama sijakosea. Ken Gashuhi, sijui kama unanipata. Hello, Daktari Maina. How are you? I'm fine, thank you. My name is Ali Manzu na tunawasiliana na wewe moja kwa moja ukiwa hewani hivi sasa kuhusiana na tukio ambalo limetokea hii leo. Yes. Labda kwa muktadha wako, hatua hii imetokamana ni kwa nini tunafikia katika sehemu hali hii hivi sasa hapa nchini? Nafikiria ni kutoelewa kwa wanasiasa na kuingilia elimu yetu na visivyo, kwa sababu tukiangalia maana ya CBC na maana ya talanta, kwa sababu hii michezo ni ya kubainisha talanta za watoto wetu, na ikifika hapo ati watu wanaweza kusema ni kisiasa, wao huunganisha maneno tu ambayo inatokea na mambo ya kufanya talanta hizo ni jambo la kukusa akili, kukusa jamii na kuona mtoto vile atakuwa, kwa sababu curriculum ni important, ni nzuri tu hata kuliko hata ni kama tu elimu hizi zingine. Kwa hivyo kuingiliwa kisiasa ni jambo ambalo tunaweza kulaani kama chama cha wazazi na maneno makali kabisa, na tungeuliza katibu mpya wa elimu kama atakuwa anafanya hivyo, na kwa sababu sisi tunasaraumu yeye, kwa sababu sasa Edi amekuja na Edi anaruhusu askari waende waangalie, watupie watoto wetu vitoa machozi, wakataza watoto wetu kufanya hivi, kuamrisha. Hata nimeangalia katika saa hii nikaona hata basi inaambiwa iende bila watoto wengine. Sasa hiyo ni kuonanisha ya kwamba hatuna uhuru wa kunena, hatuna uhuru wa kufundisha, na elimu mimi ningeomba serikali yetu tukufu iachana elimu iwache kuigiza kisiasa, kwa sababu kuigiza kisiasa hiyo ni kuleta majozi kwa wazazi. Tumeweka pesa nyingi katika shule, tumewekesea kwa sababu ya watoto wetu. Sasa kuwapiga na tear gas, sisi hatu kulipa ndio watoto wetu wapigwe na tear gas, na hii ni jambo la muhimu sana, kwa sababu ni mchezo ambao watoto wamenawiri, na ndio kama wangeona ni iko na baya wageitisha siku ya kwanza wakati ilianza. Sasa kuipiga wakati imefika national ni kuoneshana ya kwamba tuko na ukora wa kisiasa ambao unaingia katika elimu, na maana yake ni waharibu waorganisha. Sasa wanafanya vile tu kama Biblia inasema, wanafanya tu kama shetani kuja kuharibu na kuhangamiza watoto wetu. Sisi hatuwezi kubali hiyo hata kidogo. Kulingana na hali ilivyo, na tukiangalia tathmini ya kauli mbiu ya michezo hii ya kuiga katika msimu huu, inaendana sambamba na hali ya siasa ambayo labda imeweza kushuhudiwa katika kipindi cha mwaka mmoja uliopita. Je, ilikuwa ni vibaya kutengeneza mchezo kama huu kulingana na kauli mbiu ama theme ambayo ilipeanwa? Hapana, hiyo iko sababa, kwa sababu sasa watoto tu wao wanaigiza kujulisha wananchi, hata wao wanaona vile inaendelea na imeandikwa. Hakuna kitu ambayo imeandikwa kinyume na vile inaendelea. Kama ingekuwa ni kitu inawekwa kama ni kinyume ya vile inaendelea, hiyo ingekuwa ni vibaya. Sasa wale serikali yetu yangeangalia, iaze kurekebisha pale inaweza kurekebisha, na iwashe kuingilia michezo, kwa sababu mchezo wa kuigiza ni bora tuna kuandikwa. Hata kuna vitabu zimeandikwa mambo inaendelea wakati huu, kuna mambo mengine imeandikwa, lakini sasa hapo vile wanafanya ni kuwa talanta ya watoto. Hata mimi siangalii kwa sababu matukio iliyomo ni ya ukweli. Matukio iliyomo haijaigilia mtu yeyote, imetokea tu matokeo ya vile iko. Hata kama inaigilia rais, hata kama inaigilia governor, hata kama inaigilia nani, wao wangetega sikio, wajue hivyo imesemwa ni kweli. Tutarekebisha siasa yetu namna gani ndio isiende vibaya kwa wananchi. Sasa hii mambo inaonekana ya kwamba hao hawezi kustahimili kuangalia,
kuona na kusikiza wakikosolewa. Kwa upande mwingine, hatua ya idara ya polisi kujitokeza na kurushia vitoa machozi watoto ambao wako chini ya umri wa miaka 18 ambao ni yakuu tu ni kuja kuonyesha talanta zao na kadhalika, kama uongozi wa wazazi, labda mnanichukulia kwa uzito gani swala hili, Daktari Maina? Tumeona kwamba hiyo ni kutumia asilimali ya wananchi vibaya. Hiyo ni kupoteza pesa ambayo tumewekeza ya kutuangalia ama ya kuwa ya security yetu. Sasa inatumiwa vizivyo. Inatumiwa kama ni is also another or is another, ni kitu kingine ya kuonekana ya kaba kuna hiyo ni jambo baya. Ni jambo baya kabisa, na nakosa maneno ya kusema, kwa sababu hauwezi kutumia vitoa machozi ambao imewekewa wakati kutakuwa na pengine na majasusi ama watu wesi ama nini. Sasa uwetee kwa watoto wetu. Sasa hiyo ni mfano mgani? Watoto wetu wengine anga wangetaka kwenda kuingia jeshi la polisi, watakataa kwa sababu wanachukua amri isiyo nzuri, amri isiyofaa. Hata kama mimi ningekuwa kiongozi wa askari mimi ningejihudhuru, kwa sababu siwezi kupatiwa amri ambayo naona ni ya kurudisha maendeleo nyuma na niweze kuamrisha amri hiyo na itekelezwe, kwa sababu hiyo sioni kama ni nafaa, kwa sababu hawa watoto hawana hatia yao tu ni kwenda shule. Hatia yao tu ni kuonesha gharama zao za usanii. Sasa mimi naona kwamba kuna vile rasilimali inatumiwa vibaya, rasilimali inatumiwa visivyo, na hiyo haifai hata kidogo. Kabla sija kuachilia, Daktari Maina, lazima nikuulize swala kuhusiana na ukandamizaji wa haki za mtoto. Mwanafunzi ambaye anayetazama hivi sasa, haki zake zimekandamizwa vipi kutokamana na tukio hili ambalo lilianza jana jioni na limeendelea hadi saa hizi asubuhi katika maeneo ya Nakuru pale? Sasa hii taadhiri hata watoto wetu wale wako nyuma, tunaita Gen Alpha, kwa sababu sasa hawa watoto watashindwa ni namna gani wao wataendeza. Wataogopa hata kuingia katika michezo ya kuigiza. Wataona si vizuri, kwa sababu watakumbuka tukio la leo kama ya kwamba unaweza kufika national uanze kupigwa. Ukifika kitengo cha juu, nayo serikali inakuja kukandamiza. Na hiyo tena hata ni kutukana katiba yetu. Hiyo ni kutoheshimu katiba. Hiyo ni kutoheshimu uhuru wa kutangamana, uhuru wa kuongea. Na hiyo sasa haiko vizuri na serikali iwashane na elimu, iwache elimu iendelezwe. Kama ni mambo isungumzwe ni mambo yaliyopo, na kama kuna njia nyingine wangetumia, wangesema wale watoto kusisomwe jambo hii. Na hiyo ni kuingilia uhuru wa kusema, uhuru wa kutamka. Na wanafunzi wetu inaonekana sasa elimu sio huru. Inaonekana elimu imeunganishwa na idara ya polisi, elimu imeunganishwa sasa polisi wangepatiwa tu kalamu na karatasi na bunduki, wende wakafundishe michezo ndio wajue ni gani itakuja na gani haitakuja. We are very annoyed. Asante sana Daktari Maina wa Gaithuru, ambaye ni katibu mkuu katika muungano wa wazazi kutoka kaunti ya Kiambu. Picha unazozipata hivi sasa ni hapo awali kutoka katika shule ile ya Melvin Jones, ambako baada ya wale wanafunzi wasichana wa Butere kuingia kwenye jukwaa, walianza kuimba wimbo wa taifa, alafu baadaye wakapeana taarifa yao fupi tu kwa baadhi ya watu ambao walikuwa hapo, na kisha kuondoka katika jukwaa hilo na kuamua kwamba hawatocheza mchezo wao kwa sababu ya udhalimu ambao wamesema, kulingana na wao, kwamba wamepokea kutoka kwa maafisa wa polisi ambao walikuwa maeneo hayo tangu jana, na pia kutojiandaa vyema, na pia kupewa magwanda ambao wanaostahili kuvaa ili waje wapeane mchezo huo wa kuiga. Kumbuka mchezo wa kuiga wa Echoes of War ni mchezo ambao ulitungwa na aliyekuwa katibu mkuu wa chama cha UDA Cleophas Malala, ambaye kwenye muda usiokuwa mrefu pia tutakuwa ni mwenye kuwasiliana naye akiwa katika kituo cha Eldama Ravine kule, ambako wakili wake ambaye ni Kennedy Echesa pamoja na kiongozi wa chama cha DAP ambaye Eugene Wamalwa hivi sasa wako maeneo yale ili kuhakikisha kwamba anapata uhuru.